kwa kuangalia kwa jicho langu la kutabiri, kubashiri, naona Simba anaweza kabeba ubingwa msimu. Yanga ni timu ambayo kwanza ni iko competitive kwenye mashindano kama haya, na kitu ambacho mimi ninachokiona itahitaji muda wa wachezaji wenyewe na mwalimu kuangalia jinsi gani ya kuweza kuwapumzisha watu, kufanya rotation ya wachezaji. Bila kufanya hivyo watakuwa na wakati mgumu, kwa sababu wanakwenda kukutana na timu ambazo wachezaji wao wako fresh, hawakutoa mashindano yoyote, wako fresh, wanawasubiria Yanga. Ukiangalia katika mchezo inahitaji rotation katika baadhi ya position. Ndio. Isitegemee wachezaji ambao waliokuwa nao hawa wa matokeo. Wachezaji ambao wanawategemea kwa sasa hivi wana fatiki ya mwili. Mchezaji sio kama mashine. Mashine yenyewe huwa inazimwa, inapumzika na inaendelea, na baadaye inafanya kazi. Lazima wafanye rotation kwa sababu ina wachezaji wengi. Waamini wachezaji ambao wamewasajili, waongeze wacheze. Lakini leo hii Yanga wanamtegemea Pacome, wanamtegemea Dube, watu ambao wanahitaji kupumzika. Lazima ufanye rotation katika wachezaji. Mwalimu lazima tumpe mwalimu heshima yake. Mwalimu mzuri katoka Angola, kawapa national team ya Angola, kawapa ubingwa. Bado unahitaji tumpe mwalimu nafasi, tumpe muda aweze kufanya mambo yake ambayo yanatakiwa kufanya. Tusiwe na haraka. Sisi wa Tanzania tunapenda vitu vya haraka. Naam, habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo, karibu sana. Moja kwa moja tuko kwenye line na Amili Maftaa, mchezaji wa zamani wa wekundu wa Msimbazi Simba, mbavu ya kushoto hatari sana na timu ya taifa Tanzania pia amepita hapo. Tuna mengi ya kuweza kuzungumza naye, na naye niko naye kwenye line hapa niweze kuzungumza naye kuhusiana na mchezo wa Yanga na TRA kwa upande wake ameuonaje, lakini baadaye tutaenda kuzungumzia pia mchezo dhidi ya wekundu wa Msimbazi dhidi ya Pamba utakapigwa pale katika dimba la kwa maana pale Mwanza CCM Kirumba. Amiri Maftaa, habari ya muda huu? Nashukuru Mungu ni mwema kabisa kaka. Tuko pamoja kabisa, nakupata vizuri kabisa. Mimi niko Mwanza. Ndio. Nakupata vizuri. Uko Mwanza? Niko katika jiji la Miamba, Rock City. Umesafiri kwa sababu ya Simba au kuna shughuli nyingine unazifanya huko? Hapana, Mwanza ndio nyumbani, Mwanza ndio makao yangu makuu, mimi pamoja na familia yangu ninaishi Mwanza. Kwa Dar es Salaam unakuja mara chache? Dar es Salaam nakuja kutembea na kusalimia ndugu jamaa na marafiki. Ndio. Lakini Mwanza ndio makazi yangu na ndio nyumbani. Sawa, tunataka tufahamu kuhusiana na mchezo. Kwanza nataka nipate comment kuhusiana na mchezo wa Yanga na TRA. Bila shaka umeufuatilia, na unaweza kaniambia namna ambavyo umeona mchezo huo, madhaifu ya Yanga na ubora wa TRA ulikuwa sehemu gani, na madhaifu pia TRA kwa sababu nao hawajapata goli. Kama umeutazama mchezo umeonaje? Nimeutizama mchezo kwa kweli kwanza ulikuwa mzuri, na kitu ambacho nimekiona katika mchezo ambao wa TRA pamoja na Young African, kwanza TRA waliwaheshimu Young African kwa kuwapa heshima kubwa. Ukiangalia waliweza kuweka ukuta wao mzuri, watu wao wa nyuma wale wanne na watu wao wa katikati wale wanne wamewaheshimu Yanga, na wakajaribu kupunguza matatizo ambayo yangeweza kuwagharimu, kama makosa yale madogo walijaribu kuyapunguza, kitu ambacho kiliwafanya Yanga wakapata wakati mgumu. Na ukiangalia Yanga ni timu nzuri na ina wachezaji wazuri na wachezaji ambao wana experience, kitu ambacho Yanga wanacho kwa sasa hivi. Kila timu inapokutana na Yanga wanajaribu sana kuwaheshimu Yanga, kwa sababu ukitaka kucheza na Yanga mpira wa kawaida watakufunga goli nyingi. So lazima uwaheshimu Yanga, kitu ambacho wamefanya TRA leo, na umeona mpira wa Yanga ulikuwa mgumu na matokeo kama alivyokwenda, kila mmoja katoka akipata pointi moja. Kwanza ninawasifia TRA kwa mchezo mzuri waliocheza, na pia nawasifia Yanga kwa sababu wamejitahidi kadri ya uwezo wao, lakini ndo wanasema mpira una matokeo matatu: kufungwa, sare na draw. Lazima uheshimu vitu hivyo vinapotokea kwenye mpira. Yanga wamejaribu create nafasi, kipa wa TRA alikuwa mzuri na defense ya TRA ilikuwa nzuri. Mchezo umekwenda, wote wamepata pointi moja. Kuna namna ambavyo Yanga wanazungumza kwamba muda kuwa mchache sana wa kupumzika ndio umesababisha Yanga kutokuwa katika hali iliyokuwa hiyo, kwa maana kwamba Yanga kutokuwa fiti. Tumemwona Dube mapema tu kadondoka, alafu baadaye tukamwona Israel Patrick Mwenda pia naye akadondoka, maana kuondoka uwanjani akionekana kushindwa kumudu mchezo. Kwa upande wako umeona mazingira ambayo yanakutana nao Yanga kwa sasa yanaendana kweli na mazingira ya kukosa muda wa kupumzika? Ni kweli kabisa, hilo mimi sipingi kabisa, hilo naliunga mkono, kwa sababu wanasema
fatigue. Ukiangalia Yanga wana misimu mitatu athleted minne, ukiangalia wametoka kucheza mashindano ya kimataifa, kuna wachezaji ambao wametoka kucheza national team. Ile muendelezo lazima mchezaji apate muda wa kupumzika. Ukiangalia hata majeraha wanaopata wachezaji kwa sasa hivi, wachezaji wa Yanga wanapata majeraha mengi, sio uchawi, ni kitu ambacho mwili sio kama mashine. Mwili unahitaji kupumzika. Mchezaji kama Shabalala, wachezaji kina Dickson Jobu, Mwamnyeto, kina Israeli Mwenda, wakina Dube wametoka kucheza mechi za kimataifa, ukiangalia wakuja wanashiriki tena katika klabu yao. Kwa kweli fatigue kwa wachezaji ni kitu ambacho muhimu sana. Na hiyo sio kwa Yanga tu, hata timu kubwa. Ukiangalia timu kubwa tunaziona Uingereza zinapata wakati mgumu kutokana na mashindano mengi kwa mengi. Wachezaji wanatakiwa wapate muda wa kupumzika, lakini huwezi kupata muda wa kupumzika kwa sababu ya mashindano yanayoendelea. Kwa kweli kwa sasa hivi Yanga watakuwa na wakati mgumu sana kutokana na muda, hawapati muda mzuri wa kupumzika kutokana na mfululizo wa mechi. Hicho kitu ambacho wasipoangalia kitawakosti mbele ya mashindano yanayokwenda huko mbele. Lakini kwa nini Yanga tu? Mbona Azamu nao wako katika mtiriko huo wa wapumziki? Pia Azam, ukiangalia Azam pia hata matokeo wanayopata Azam sio kuridhisha. Na hata ukiangalia katika mechi zao wanazocheza, wanacheza it's like wave, wave, kwamba leo wanakuwa katika graph ya juu, kesho wanashuka chini, kesho kutu wanapanda juu, kesho kutu wanashuka chini. Yaani ni vitu ambavyo bado hawajakaa kwenye ile constant ile katika viwango ambavyo tunavifahamu zaidi. Kwa sababu ukiangalia Azam pia wametoka kucheza mechi yao juzi, wamedraw, wametoka kucheza mechi na Yanga. Ukiangalia wametumia nguvu nyingi, wamedraw mechi leo, wamecheza na Yanga. Ndio kitu ambacho hicho kitaonekana katika kadiri mechi zinavyozidi kwenda, wachezaji wanapata majeraha. Ukiangalia leo mechi ya Yanga wachezaji wawili wamepata majeraha. Ukiangalia mechi za nyuma Dickson Jobu kapata majeraha. Lazima muda wachezaji wapate muda wa kupumzika zaidi. Hata mwalimu apunguze mazoezi na wachezaji wenyewe wapate muda wa kupumzika. Sio wachezaji wanafika tena wakati wanakwenda kwenye sehemu za starehe, ila wapo wakati mgumu kama hawatapata muda wa kupumzika. Wao kama wao personal. Wewe binafsi unaiona Yanga kwa hali unavyoiona sasa hivi? Masare sasa hivi ni mchezo ambao mfululizo kutoka kucheza ni mitatu mfululizo. Amesale na Simba, amesale na Azam, amesale na TRA. Unaiona Yanga kwenye ubingwa kwa jicho la aina gani? Kwa kweli Yanga ni timu ambayo kwanza ni iko competitive kwenye mashindano kama haya. Na kitu ambacho mimi ninachokiona itahitaji